haya na wakati huu ni tayari kusikia, na sio kusikia kwa mtu, bali kusikia kwako, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Shangilia Bwana kwa nao. Andika imani ya Aladari. Amen. Andika imani ya Aladari. Mathayo 17 mstari wa 20. Yes. Imani ya Aladari. Ndio. Mathayo 17:20. Neno la Mungu linasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, tauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Amen. Kamata hayo maneno. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Yesu makofi hapo. Haleluya. Sasa hatuhitaji ushabiki. Tunahitaji uelewa. Ili tuelewe tunahitaji usikivu. Kati ya vitu ambavyo nimejifunza kwa kanisa hasa Upentekoste, tumegeuza neno la Mungu kama ushabiki. Yesu akasema, kiasi cha punje ya haradali. Mimi huwa najaribu kuangalia watu wengi wa Mungu hawako serious. Kweli. Ila wamekaririshwa. Na kwa sababu wamekaririshwa, hata kuishi kwao ni kwa kubahatisha. Ndio maana unaona leo atakuja kanisani, kesho haji. Kesho atawahi, kesho atachelewa. Kwa nini? Hana uhakika na anachokifuata. Ndio maana kazini anawahi. Kwa nini anawahi kazini? Sababu ya mshahara. Sio kama na shida ya kazi. Ana shida na mshahara. Alina matiko. Siku akiambiwa mshahara hamna, na kazi haendi. Ndio maana tunapenda mshahara kuliko kazi. Na ndio maana tunapenda miujiza kuliko mtenda miujiza. Nisikilize vizuri. Kamata neno, hakuna lisilowezekana kwenu. Hakuzungumza Petro, hakuzungumza nani, asema hakuna lisilowezekana kwenu. Ni nani? Wale wanaosikiliza maneno yake na kuyafanya. Amen. Yes. Akasema,
Hebu tufanye zoezi la kugundua imani ya Aladari ni ipi? Nisikilize vizuri. Imani ya Aladari ina misingi ifuatayo. Namba moja, kuishi uhalisia au kusudi la kuumbwa kwake, au lile kusudi la mwanzilishi wake. Tuliangalie Mwanzo 1:11. Hiyo ndo imani ya Aladari. Imani kiasi cha Mwaladari. Mwanzo 1:11. Mwanzo 1:11. Nasemaje? Mungu akasema nchi na itoe majani. Mungu akasema nchi na itoe majani. Mche utoao mbegu na mti wa matunda uzaao matunda. Mche utoao mbegu na mti wa matunda kwa jinsi yake. Kwa jinsi yake. Ambao mbegu zake zimo ndani yake. Zimo ndani yake. Juu ya nchi. Ikawa hivyo. Ikawa hivyo. No question. Kwamba Mwaladari unaishi sawa na Mwaladari. Na Mwaladari unaishi sawa na Mwaladari, sawa na yule aliyeufanya. Nisikilize vizuri. Kwamba Mungu akasema kwamba utokee mche na kisha utokee mche ambao ndani yake kutakuwa na mbegu. Ukichukua mti wa Mwaladari, vile vimbegu vyake, vitunda vyake wengine wanakula. Vile ukimenya ndani unakuta vina mbegu. Kumbe kati ya ile miti ambayo Mungu alisema uwe na miti ambayo matunda yake na mbegu, mojawapo ni Mwaladari. Kwa hiyo kwa nini Yesu alitolea mfano wa Mwaladari? Mwaladari punje yake ni ndogo sana, lakini Mwaladari haujawahi kuacha kuwa Mwaladari sawa sawa na Mungu alichokikusudia. Kwamba Mwaladari hauwezi kubadilika kuwa mwembe. Ni punje ndogo, lakini yenyewe inajua wakati inakuwa kitu kikubwa. Ndege wanatua humo, ndege wanajenga viota, na wewe unakimbilia hapo nasema kuna kivuli, lakini ukiangalia mbegu ya Mwaladari ndogo mno. Sasa namba moja, ili uweze kufanya yasiyowezekana yakawezekana, lazima namba moja uwe wewe. Nje ya wewe sio wewe. Nje ya wewe huwezi kuwa wewe, na usipokuwa wewe huwezi kufanya kitu. Hiyo ni falsafa. Amina. Sasa hili ni eneo muhimu sana. Unahitaji kupata matokeo ya kiimani. Unahitaji kupata matokeo ya unachokifanya. Lazima uwe wewe. Namba 2. Kutumia ule uwezo wa kusudi la kuumbwa kwako. Mwanzo 1:12. Tunajifunza huo Mwaladari. Inasema hivi, kutumia ule uwezo wa kusudi la kuumbwa kwako. Mwanzo 1:12. Aya, twende. Mwanzo 1:12. Nasemaje? Nchi ikatoa majani. Nchi ikatoa majani. Mche utoao mbegu kwa jinsi yake. Mche utoao mbegu kwa jinsi yake. Na mti uzao matunda. Na mti uzao matunda. Ambao mbegu zake zimo ndani yake. Zimo ndani yake. Kwa jinsi yake. Kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akaona ya kuwa nini? Ni vyema. Tumeona kwanza Mungu akaumba, akatamka Mwaladari. Mwaladari ukawa Mwaladari. Ndani ya Mwaladari kuna mbegu. Hiyo mbegu ndiyo inayomaanisha kazi za Mwaladari. Mwaladari ni jina, lakini kazi za Mwaladari ni mbegu ya Mwaladari. Sawa? Kutokana na mbegu ya Mwaladari tunaupata Mwaladari, ambao Mwaladari huo tutaona ndege wanakaa juu yake. Tutaona unatoa matunda mengine. Tutaona
Kuna mtu yuko chini ya kisiki chake amejificha jua, lakini kwa sababu haladari, namba moja unajua thamani yake, namba mbili unajua uwezo wake. Maana thamani yako wewe ni mtu, lakini uwezo wako wewe lazima utawale, uzae, uongezeke, utiishe. Huo ni uwezo. Kwamba hii tunaita maiki, lakini maiki hii uwezo wake ndio huu tunaousikia, ndio maana ikaitwa maiki. Lakini tunaweza tukaiona maiki tukisema haisemi, hatuwezi kuitumia kwa sababu ule uwezo haufanyi kazi. Amina. Unaweza ukaitwa mtu, unaweza ukaitwa Mkristo, unaweza ukaitwa umeokoka, lakini uwezo wa yule Yesu Kristo hatuoni. Hiyo manake ni sawa na kupoteza muda wako. Na wengi wako kwenye kundi hilo, kwamba wanapoteza muda wakijifanya wao wameokoka, wakijifanya wao wanamjua Mungu, lakini hatuoni matokeo ya wokovu walio nao. Imani bila matendo imekufa. Watu wayaone matendo yenu mema, wapate kumtukuza nani? Baba wa mbinguni. Amina. Unanielewa? Chonga makofi ya nisikilize. Tunajifunza tunajifunza imani ya muhaladari. Anasema ila katika imani hii ni ya muhimu sana, lazima kuwe na mahusiano chanya kati ya mbegu na udongo na maji. Hapa mbegu ndiyo itaota na kuthibitika. Amen. Haitoshi mimi kusema Mkristo, haitoshi kusema mimi nimeokoka wakati una mahusiano na Yesu, wakati una mahusiano na Mungu. Haitoshi kusema we umeokoka hauna mahusiano na mchungaji. Anachosema unafanya unachotaka wewe. Ninakuhakikishia Mungu hawezi kufanya kitu kwako. Kanuni yoyote ya matokeo ya kitu ni chanzo cha kitu na formula ya kitu. Ili maiki iitwe maiki, iko formula ya maiki. Sawa? Ili feni iitwe feni, iko formula ya feni. Ili speaker iitwe speaker, iko formula ya speaker. Ili Biblia iitwe Biblia, iko formula ya Biblia. Hiyo ni tofauti na vitabu vingine. Haijalishi umechakachua, lakini Roho Mtakatifu anatuonyesha yaliyo sahihi na yasiyo sahihi, kwa sababu ni kitabu cha tofauti. Haleluya. Simu ya kiswaswadu ina formula tofauti na simu ya kugusa. Smartphone haiwezi kufanana na kiswaswadu. Sawa? Kwa sababu formula zao ni tofauti. Sawa? Ili Bosco aitwe Bosco, formula ya Bosco ni tofauti na formula iliyokutoa wewe. Ingawa wote ni watu, ingawa wote ni wanadamu, lakini kuna utofauti uliopo. Haijalishi wote mmezaliwa nyumba moja, haijalishi Bosco ni pacha na pacha wake, lakini Doto aliitwa Doto na Kulu aliitwa Kulu, na matokeo ya Doto hayawezi kuwa matokeo ya Kulu. Manake wewe una formula tofauti na mimi na formula tofauti, na ndio maana kama unamtaka Mungu lazima ukubaliane na aliyemweka kwamba huyo ni mtumishi wake. Yesu akasema kwamba anayewapokea ninyi amenipokea mimi, anayenipokea mimi anampokea aliyenipeleka. Hiyo ni formula ya matokeo. Na ndio maana nimekuja hapa nikakwambia tuombe kwa ajili ya taifa. Tumeomba kwa sababu iko neno Bwana amesema ili tuombe, tukaomba, manake kuna mtiririko wa matokeo ya jambo. Amina.